mahususi ambalo hatujalielewa sisi kama wabunge. Katika hoja hii pia Mheshimiwa mbunge alisisitiza kuwa kuna wafanyakazi hawakuchukuliwa hatua kabisa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utekelezaji wake kufanywa na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali yani CAG aliyebaini mapungufu ya kiutaratibu. Na baada ya mapendekezo ya kisheria watumishi 6 walishtakiwa, lakini zaidi kulikuwa na kesi 3 za jinai za uhujumu uchumi zilizosajiliwa na mahakama dhidi ya baadhi ya watumishi na baadhi ya watumishi watatu kati yao waliwekwa rumande kwa takriban miaka 2 kabla ya kufutiwa kesi kwa maamuzi ya mahakama ya rufani kanda ya Arusha tarehe 16 Februari 2024 kupitia rufaa namba 116 ya mwaka 2023. Kesi nyingine ziliondolewa na mahakama kwa mujibu wa kifungu cha 91 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa jinai sura ya 20. Hii inaonyesha kuwa serikali ilifuata hatua zote za kisheria na kiuadilifu katika kushughulikia tuhuma, ikiwa ni pamoja na kusimamia haki, uwajibikaji na misingi ya utawala bora, ambapo kamati ya uchunguzi iliundwa kushughulikia tuhuma hizo ilibainisha kuwa makosa walionayo ni ya kufukuzwa kazi. Mheshimiwa Spika, ni muhimu kusisitiza kwamba Mheshimiwa Gambo mwenyewe aliomba adhabu hiyo ya kufukuzwa kazi isichukuliwe na badala yake ipunguzwe. Mheshimiwa mbunge alikuwa ni sehemu ya mchakato huu. Alishiriki kikamilifu katika kikao cha kamati ya fedha na cha baraza la madiwani kilichotoa adhabu kwa watumishi waliobainika na makosa ya kinidhamu. Mheshimiwa mbunge aliridhia na kushawishi kikao wapewe adhabu ya chini kabisa kwa watumishi wengine waliobaki, kukatwa mishahara yao kwa 15% kwa miaka 3 na bado wanakatwa mpaka sasa. Na adhabu hii Mheshimiwa Spika haijaisha. Kama njia ya kuhitimisha mjadala wa kinidhamu na hakuwasilisha pingamizi rasmi katika uamuzi huo. Kwa hivyo ni jambo la kushangaza kuona yeye sasa akiwasilisha hoja hiyo bungeni kana kwamba ni jambo jipya au lenye sura ya kifisadi linaloendelea. Kuhusu ujenzi wa soko la machinga. Mheshimiwa Spika, kuhusu ujenzi wa soko la machinga, kiasi cha shilingi milioni 500 kutotumika hadi sasa. Katika mwaka wa fedha 2020-2021, halmashauri ya jiji la Arusha ilipokea kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa soko la wafanyabiashara ndogo ndogo yani wa machinga eneo la Engutoto. Baada ya mapokezi ya fedha, taratibu za utekelezaji wa miradi zilianza, ikiwa ni pamoja na kutaarifu vikao rasmi kuhusu mapokezi ya fedha hizo na madhumuni ya serikali ya kujenga soko hilo katika eneo la Engutoto. Mheshimiwa Spika, baada ya taarifa hiyo kuwasilishwa ofisi ya mkuu wa wilaya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya mbunge Mrisho Gambo, meya wa jiji pamoja na mkurugenzi wa jiji walifanya ziara kutembelea eneo la Engutoto na kubaini kuwa eneo hilo sio eneo sahihi kwa ajili ya ujenzi wa soko tajwa. Viongozi hawa wa wilaya pamoja na mbunge walielekeza soko hilo lijengwe Semunge maarufu kama eneo la kwa Mchina. Katika hali hiyo ilibidi kiitishwe kikao cha dharura cha kamati ya fedha tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2022 ambacho kiliridhia soko lijengwe eneo lililopendekezwa. Mheshimiwa Spika, baadaye ilibainika kuwa eneo lililopendekezwa ni eneo la viwanja vya watu binafsi ambavyo ni viwanja namba 16, 17, 19, 20, 21 na 22 block U kata ya Kati. Hivyo haliwezi kutumika kwa ajili ya ujenzi wa soko. Tarehe 1 mwezi wa 7 2022 kikao cha kamati ya fedha cha dharura kiliitishwa na iliazimiwa soko hilo lijengwe eneo Engutoto kwa kuwa hapakuwa na eneo jingine linaloweza kujengwa soko hilo. Katika kuendelea kutafuta eneo kwa ajili ya kujenga soko hilo, kilifanyika kikao cha tarehe 7 mwezi wa 3 2024 na walipendekeza maeneo matatu kama ifuatavyo: eneo la pembeni ya dampo, eneo la Intel na eneo la Bondeni City. Mheshimiwa Spika, kikao kingine kilifanyika tarehe 30 mwezi wa 1 2025 kati ya wataalamu wa halmashauri na uongozi wa wafanyabiashara wadogo wilaya yani Shiuma na kukubaliana kuwa soko lijengwe Bondeni City kwa kuwa mradi wa tactic wa ujenzi wa stendi kuu ya mabasi umeanza kwa kuanza na barabara. Baada ya makubaliano hayo, wataalamu wanaendelea na hatua ya kufanya marejeo ya michoro, makisio ya gharama kulingana na hali ya wakati huu, na tunatarajia zabuni ya ujenzi itatangazwa tarehe 28 mwezi wa 4 2025. Na soko litajengwa katika kiwanja namba 178 block B Lord Joro Bondeni City chenye hati namba 9127. Mheshimiwa Spika, kwa kumalizia napenda